Leo tumepata nafasi ya kumtafuta Bwana Frank Rugwana ambaye ni mwenyekiti wa timu Wazalendo, vijana Wazalendo wa Tanzania. Na mara ya mwisho tulifanya naye mahojiano, tulikuwa tunazungumzia mambo ya vurugu za Oktoba. Mpaka hapo alipotea kidogo, hatujui mambo ya kisiasa na nini labda alimkuta kumweka mbali na ulingo wa mambo ya kisiasa pamoja na vyombo vya habari. Lakini leo tumepata nafasi ya kujua nini kimefanya awe kimya na anaonaje hali ya kisiasa katika nchi yetu kwa sasa, tukizingatia mambo yanaendelea na serikali tayari ni kama utulivu umerejea katika serikali. Anaonaje mambo ya kisiasa, anaonaje yale ambayo yalitokea Oktoba, vipi anaona serikali pamoja na tume iliyoundwa imefanya kazi yake, jeshi la polisi na mambo mengine. Karibu sana Franki. Mambo vipi? Safi kabisa ndugu yangu. Wema kabisa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Nakupotea. Nipo ndugu yangu. Upo hapa Dar es Salaam? Nipo hapa Dar es Salaam. Sasa tunataka tufahamu labda nini ambacho kilikufanya usionekane kwa muda fulani hivi, muda mfupi kama miezi mitatu hivi hatuja kuona. Mimi nipo na taasisi yetu inaendelea kufanya shughuli za uzalendo katika nchi yetu, na kimya changu kilikuwa kina sababu, kwa sababu yalitokea mambo makubwa katika nchi yetu. Kwa hiyo watu kama sisi ambao tuna uongozi kwenye taasisi kama hii, tunapaswa tujipe muda wa kutafakari kwa kilichotokea, lakini pia kujua hata kama unakuja kuzungumza uje kuzungumza nini. Lakini kitu ambacho kwa kweli nimekiona kwa kipindi kirefu ambacho kwa kweli kimekuwa dosari katika hayo ambayo yalitokea tarehe 29 Oktoba. Mwanzo nilisema mambo mengi sana. Nilisema mambo mengi, niliwatahadharisha Tanzania vijana kuhusiana na kile ambacho kimeandaliwa na watu na nini. Lakini ile jambo la Oktoba 29 linaangaliwa kwa mtazamo tofauti sana na wengine. Kwa sababu nimeona kwa kiasi kikubwa mtu ambaye anabebeshwa lawama ni Mheshimiwa Rais kwa kile ambacho kimetokea, na kila ambacho kimefanyika Mheshimiwa Rais amebeba lawama kubwa sana. Lakini uhalisia na ukweli ulivyo kwa kile kilichotokea tarehe 29 Oktoba ni hivi. Wako watu mahususi ambao kwa namna moja au nyingine wanahusika moja kwa moja na matukio ambayo yametokea tarehe 29 Oktoba na waliandaa ili jambo linajulikana. Na mimi katika kusema hivi nataka nitoe maombi kwa Mheshimiwa Makonda. Mheshimiwa Makonda aliwahi kusema kwamba wapo mawaziri walitumika kuwatuma watu wamtukane Mheshimiwa Rais kabla ya maandamano kutokea, kabla ya uchaguzi. Na au mawaziri kwa information za ndani kabisa inaonekana kwamba walikuwa wanataka urais. Na walikuwa wanataka urais kabla ya wakati, walikuwa wanataka urais kabla ya muda wa kutangazwa kugombea, mchakato wa kugombea ndani ya chama na ndani ya tume na nini, walikuwa washaonesha nia yao kabla. Sasa kuna asilimia kama 99 kwamba hao mawaziri ambao walikuwa wanawatumia wanaharakati kumtukana Mheshimiwa Rais wanahusika na tukio ambalo limetokea tarehe 29 Oktoba. Kwa sababu ile tukio ukiangalia kuna vitu vingi sana, ukivitafakari kwa undani na ukivifikiria kwa undani utaona ni mchakato ambao ulikuwa kwa muda mrefu sana umeandaliwa. Kwa sababu waliingia watu wageni katika nchi yetu, hao watu walifanya vurugu, kitu ambacho si kawaida kwa Watanzania, vijana wa Kitanzania kufanya kilichofanyika kile. Lakini pia ukiachilia hivyo pia utakuwa unaungana na mimi nikisema kwamba mbali na vijana kufanya kile walichokifanya, lakini wako wanaharakati kwenye mitandao waliwalagai vijana wa Kitanzania kufanya vurugu. Mfano Mange Kimambi kwa kile ambacho kakifanya aliwadanganya Tanzania kwamba wanajeshi ama jeshi la wananchi linaungana nao katika kufanya vurugu zile ambazo walikuwa wamezifanya. Sasa kile kitu kilichochea kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu vijana wengi walipata muamko mkubwa kufikiri kwamba kuna uhalisia kile ambacho akisema Mange Kimambi. Lakini kumbe hawakujua kwamba Mange Kimambi alibeba ajenda za watu. Unamaanisha hoja yako ni kwamba mawaziri hao walikuwa wanamtumia Mange Kimambi pamoja na wanaharakati. Lakini nakumbuka mara ya mwisho tumefanya mahojiano ulisema Chadema ndio walikuwa wamepanga haya maandamano. Hii imekaaje labda? Leo unabadilisha au unatengua ile kauli na kuwatoa Chadema na kuweka baadhi ya mawaziri wastaafu pamoja na mawaziri ambao wapo serikalini hapa au? Hapana, ngoja nikwambie kitu kimoja. Kama nilivyokuambia huu mpango ulikuwa kwenye mchakato watu wengi. Mimi nishekuwataja Chadema lakini pia nishekuwataja baadhi ya viongozi, sikuwataja kwa majina, lakini nilisema kuna viongozi ndani ya serikali na kwenye chama cha CCM nao wamehusika katika mipango hii ambayo imefanyika. Na huu ni uhalisia na ni ukweli. Ndio maana nikasema
hata tume ambayo inashughulikia masuala yaliyotokea tarehe 29 Oktoba, ni muhimu sana kuwaita au mawaziri ambao Makonda alitaka kuwataja kwa ajili ya kuwahoji, kwa sababu naamini kuna vitu anavyo. Lakini sasa kuhusiana na Chadema, mimi nishakuwa Chadema hapo nyuma, nishakuwa mwanachama wa Chadema. Chadema najuaga ajenda zao, najuaga mipango yao, na najua vitu vingi ambavyo wanavifanya. Chadema wako hivi, jambo lolote ambalo kwao lina manufaa, wako tayari kushirikiana na mtu yoyote. Kwa hata viongozi hao au mawaziri hao ambao tunasema sio kwamba ni uongo ambao hawakushirikiana na Chadema, kwa sababu hata Lissu alichokisema ambacho kimepelekea Lissu kuwa jela, utaona katika uhalisia kwamba alisema kitu ambacho kimetokea. Sasa ukiona kiongozi mkubwa kama Lissu anaongea vitu ambavyo vimetokea, alafu nyuma tunamsikia Makonda ambaye alikuwa na nafasi kubwa kiserikali alitaka kuwataja mawaziri ambao walikuwa wanawatuma, na hiyo aliongea mbele ya rais kabisa. Aliongea mbele ya rais, ndio ambao mawaziri ambao walikuwa wanatumika kutaka kumtukana Mheshimiwa Samia. Na kweli Mheshimiwa Samia alitukana kwa kiasi kikubwa, lakini pia wanaharakati wote wakina Maria Sarungi, Mange Kimambi, kuna huyu mwingine ambaye akili zake kidogo hazipo, nani huyu anaitwa Lecho Dangwa, sijui, wote hao wametumika, ni wanaharakati ambao wametumika sana kuhakikisha kwamba nchi yetu inaingia katika machafuko, na hawafanyi kazi hizi bure, wana maslahi binafsi, wanabeba ajenda za watu. Na ndio maana Mange Kimambi, na hata leo ukiniuliza kwamba aliyehusika moja kwa moja kusababisha vifo vya vijana wengi wa Kitanzania tarehe 29 Oktoba, Mange Kimambi anahusika kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu yeye aliwashawishi vijana kwa nguvu sana kwamba watoke barabarani, wanasapotiwa na jeshi, taarifa za uongo kabisa ambazo ziliwaponza vijana wengi wakaamini kile ambacho aliamini. Lakini pia aliyesuka mpango, kwa sababu ile mpango ule ulisukwa, aliyesuka mpango kuwaingiza vijana wa kigeni nchini kwetu ambao walikuwa na ujasiri wa kufanya walichokifanya, walikuwa na chuma moto. Unajua watu pengine hawafahamu, unajua waasi, unajua kilichotokea nchini kwetu 29 ule ni uasi, ule ni uasi wa dhahiri, na kuna watu wanasahau, wanafikiri kwamba ni mara kwanza sisi kukutana na hali kama hili, lakini ilishakutokea Kibiti enzi ya Magufuli, na Magufuli alidhibiti vizuri, mambo yakaisha. Lakini hili lilokuja lilikuwa la awamu ya pili ambalo lilisababishwa na watu wazito sana, kwa sababu hata ukiangalia wananchi vijana wa kigeni kuingia nchini kwetu walipitia wapi, waliingia vipi, utaelewa kwamba ni mchakato ambao unahusisha watu wazito kuhusika katika hili jambo. Umeelewa vizuri? Na nia yao ni kwamba walikuwa mtaki Samia awe rais, na kumkataa rais Samia kwa rais sio kwa sababu ameshindwa kuongoza nchi, hapana, lakini ni tamaa yao ya madaraka, cha kwanza, kwa sababu tangu awali alivyofariki Mheshimiwa Magufuli kuna habari hata mkuu wa majeshi alishakusema na baadhi ya watu wengine kwamba kuna watu wakutaka Mheshimiwa Samia aapishwe kwa rais. Kwa hiyo ile tabia na ule mchakato uliendelea na wakamwekea mama dosari nyingi sana kwamba hata asiapishwe, na hata baada ya kuapishwa mkuu wa majeshi alivyokomaa akaapishwa, kuna mambo mengi sana ukumbele pia yaliendelea, mengi tu ya tofauti ya ajabu yaliendelea, kama kumkwamisha katika juhudi zake. Wengine walidiriki kumwongelea vibaya. Tulisikia marehemu spika wa bunge alijitokeza hadharani akasema kuhusiana deni la taifa, mikopo, nchi inavyokopa. Ukiangalia kwamba nchi haiwezi kuendeshwa bila mikopo, na hata Tailisa ambaye aliyepita alikuwa anakopa, naye alikuwa spika, lakini hakuwahi kuona. Lakini kwa kipindi cha mama, kuna ubaya mtu akitoa tahadhari ya mikopo ambayo inaweza ikaumiza taifa, labda kwa nia ya kutaka taifa lijitegemee, kuna ubaya. Sasa unajua, ngoja nikwambie, unajua maoni hata wanaharakati, unajua sisi nchi yetu ni ya kidemokrasia, tunapenda watu watoe maoni, watu wakosoe, na ndio ambavyo nchi inajipata na serikali inajua nini ifanyie kazi. Umeelewa vizuri? Maoni ni mazuri, lakini sasa watoaji maoni hawatoi maoni kwa nia njema, wanatoa maoni kwa ajenda zao nyingine tofauti kabisa na nia njema. Umeona vizuri? Kwa sababu gani nasema hivyo? Alichokizungumza marehemu speaker Job Ndugai, si vizuri kumsemea marehemu, lakini tunasema tu ili watu waelewe kwamba sio kila anayetoa maoni katika njia nzuri anakuwa na nia nzuri moyoni mwake. Umeelewa vizuri? Speaker mstaafu yule alitoa maoni mazuri, lakini hata wewe unaweza kujiuliza kwamba maoni yake aliyotoa kwa nini hakuwahi kuyasema hata nyuma, kwa sababu hata ukiangalia katika uhalisia Magufuli alikopa zaidi kuliko mama kwa kipindi ambacho
ametawala, lakini hakuwahi kuzungumzia dini la taifa. Sasa utajiuliza kwamba kwa nini kipindi kile kuzungumza, akaja kuzungumza kipindi cha mama, utaelewa kwamba sawa, hata kama ana maoni mazuri, lakini nia yake ni nini? Umeelewa vizuri? Kwa maoni, mtu unatoa maoni vizuri, unashauri vizuri, lakini nia yako ni nini? Asilimia kubwa hata na wanaharakati ambao wanaendelea kwenye mitandao kina Mange Kimambi na watu wengine hawana nia njema katika maoni yao. Wanatoa maoni lakini moyoni mwao wana nia nyingine kabisa, ambayo ndio inapelekea nchi yetu kuingia kwenye machafuko, vurugu, kujenga uhasama. Kwa mfano kama sasa hivi wanaharakati wote walisema ulivyo na ukweli, wanaharakati wote hao ambao nimewataja na wengine ambao wanajifanya kama sio ndio wameshaanza uasi kwenye nchi yetu, wote wanabeba ajenda za watu ambao wanawatuma na wanalipwa kabisa. Kwa mfano unaweza kumuona mfano kama mtu Lecho Dangwa. Lecho Dangwa sio tu anatoa maoni, bali anadhalilisha mpaka watu, anatukana matusi makubwa watu, kitu ambacho ni kinyume na maadili yetu Tanzania. Yaani uwezi kumsikiliza yule ukiwa na watoto wako. Ina maana kwamba yeye mbali na maoni yake ana ajenda nyingine katika moyo wake, na ndio maana anaongea sometimes maneno makali, anatukana watu, anadhalilisha watu, ana adabu. Ndio hivyo. Kwa hiyo sio kila anayetoa maoni ana nia njema. Na hichi kitu tunajifunza hata kwenye mataifa mengine. Ndio maana nilikwambia kwamba hata waasi wanavyoingia katika nchi, wanavyoanza kuiasi nchi yao, wanatumia tekniki kama hizi. Utakuta kwamba kwa mfano kama kule Kongo, kama unafuatilia vizuri Kongo, waasi wanavyoingia katika sehemu kutaka kuitawala. Sawa, kitu cha kwanza wanawaathiri wananchi. Wananchi wakishaathiriwa moja kwa moja wanaona kabisa serikali haiwezi kuwalinda. Umeelewa vizuri? Ndio maana hata kilichotokea tarehe 29 Oktoba tuliona watu wamechomoa nyumba, watu wanaibiwa mali zao, wamechoma vitu mbalimbali, wakihakikisha kwamba mawaziri ambao walikuwa wanamtuma Mange Kimambi na wanaharakati wote kwenye mitandao kumtukana Mheshimiwa Rais awataje, na kisha wataja kwa namna yoyote ile, iwe kwenye vyombo vya habari ama ikiwa akiwapeleka majina yao kwenye tume ile ya uchunguzi tarehe 29 Oktoba ina wajibu mkubwa wa kuwaita wa mawaziri. Aidha wako ndani ya nchi ama wako nje ya nchi, lakini wanapaswa kuitwa na kuhojiwa kwa kina kwamba tuhuma hizo au wanavyohusishanishwa na hii habari ya kuwapa watu fedha kumtukana Mheshimiwa Rais na ukweli kiasi gani. Kwa sababu kwa asilimia kubwa unaweza kuona kwamba ukitafakari na mambo yaliyotokea wanahusika kwa kiasi kikubwa sana. Wanahusika kwa kiasi kikubwa mno. Na mimi nataka niwaambie Watanzania, ili swala lililotokea tarehe 29 Oktoba tusimtafute mchawi nani. Hili ni jambo la kisiasa na waelewe. Watanzania wanatakiwa waelewe. Siasa ina mambo mengi. Wasifikiri tu siasa ni kuongoza tu. Siasa ina mambo mengi, kuna figisu, kuna fitna, kuna nini. Mfano kama sasa hivi msalaba mkubwa kabebesha Mheshimiwa Rais kwenye tukio la 29 Oktoba, wakati wahusika wapo. Umeona bana. Na mimi nashangaa kwa nini wanafichwa mpaka sasa hivi. Kwa nini watu hawataki kuwasema? Makonda kwa nini hataki kuwasema, au viongozi wengine au hata idara ya usalama wa taifa? Kwa nini watu wasifichuliwa wakajulikana na Watanzania kwamba wao ndio walikuwa sababu ya tarehe 29 Oktoba kilichotokea? Lazima ile mambo yawe wazi. Kwa sababu Watanzania sasa hivi wakielekeza lawama kwa Mheshimiwa Rais wanafanya makosa makubwa. Mheshimiwa Rais alichokifanya tarehe 29 ni kuwalinda Watanzania na mali zao. Basi ni wajibu mkubwa ambao anao pia kikatiba. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais alifanya kazi kubwa, kwa sababu kama asingezuia watu wale vijana wasingezuiliwa kwa walichokuwa nakifanya, kuna maafa mengi sana yangetokea. Ndio hata nilishasema kwamba wangemaliza hata barabarani, kuiba barabarani na kuvunja, wangehamia hata kwenye majumba watu, kuvunja kwenye majumba watu wangebakwa, watu wangefanya nini? Kwa hiyo isingekuwa sawa. Kwa hiyo serikali ya Samia Suluhu Hassan ilifanya kazi kubwa, ingawa hawa jamaa wana propaganda kubwa sana. Wanaonekana walijipanga, kwa sababu hata watu ambao wanatumika kutengeneza mazingira kuonekana kama Mheshimiwa Rais ni mbaya katika kilichotokea tarehe 29 Oktoba, wamefanya kwa nguvu sana hiyo kazi. Wamefanya kwa nguvu kiasi kwamba yani kila mtu anaamini kwamba Samia ndio sababu kilichotokea tarehe 29. Wakati si kweli. Sababu zipo, watu walijipanga, watu walifanya. Sasa kumpa jukumu hilo Mheshimiwa Rais ni makosa. Kwa sababu gani? Ngoja ngombe kitu. Unajua hawakufa tu wananchi au vijana, hata mapolisi walikufa. Unajua mapolisi walikufa kwenye ile tukio, yale matukio mapolisi walikufa. Lakini pia Mheshimiwa Rais kwa sababu alijua ili jambo lilianzia wapi, na hata vijana ambao walikamatwa kwenye ile jambo walisamehewa na Mheshimiwa Rais. Ukisamehe, maana kusamehe ni nini? Ukisamehe unatokea usahau. Kwa hiyo mama kutaka mambo mengi katika ile jambo, aliwasamehe hata vijana ambao moja kwa moja walikamatwa katika ile matukio, aliwasamehe. Na maana kuwasamehe manake alitaka mambo yawe ya vizuri. Tujiulize mimi na wewe kwamba
nani aliyewahusika kuwaua mapolisi pia, kwa sababu polisi nao walikufa. Kwa hiyo sio tu wananchi walikufa, onekana ni wananchi tu, hata polisi nao walikufa. Sasa ukiangalia kama polisi alikufa, utapata majibu kwamba ile ilikuwa ni vita, ilikuwa ni vita kubwa mno, ilikuwa ni vita ya kisiasa, ilikuwa ni vita ambayo ilitengenezwa, tukio ambalo lilitengenezwa kwa muda mrefu, kwa sababu sisi ambao tunafuatilia siasa tumeona kabla hata ya tarehe 29 Oktoba kutokea, tumeona mambo mengi sana yamefanyika. Watu wameshaanza kutengeneza hujuma kubwa kwa rais, washaanza kumwangalia rais vibaya. Kuna kipindi wakasema mheshimiwa rais atagombea urais 2025, wamwekea maneno mdomoni, kumbe mama mwenyewe alikuwa anataka kuendelea kugombea. Lakini tumeona mambo mengi sana ambayo ovyo